Asante sana wanabunge na wakazi wa Chokaa. Leo hii ni jioni njema ambapo nataka kuwarudishia shukrani wana Arsenali wote kwa kushinda kikombe ya EPL. Asante kwa wachezaji na kwa mafans pia. Asanteni kwa kuvumilia na sisi mpaka tukapata ushindi. Asanteni sana. Nikirudi kwa siasa, katika maeneo letu la Chokaa hapa area ya Mihang'o, tumekuwa na shida ya stima kupotea kila mara, ambapo nataka kuitisha wahusika ya kwamba wakuje waangalie jinsi watakavyorekebisha hiyo maneno, watu wasikuwe na blackout. Maana ushuru inalipwa, watu wanalipa token na hakuna sababu ama haja ya stima kupotea. Kwa hivyo watu wa Kenya Power tunawaita hapa mahala, au Waruai ndio wanashughulikia hii area. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba mshughulikie hiyo shida na isiwahi tokea tena. Kwa jambo la usafiri, tumesikia kwamba nauli imepanda. Juzi tumekuwa na mgomo ambapo sekta ya matatu ilikuwa imegoma, wakilalamikia kuongezwa kwa mafuta, bei ya mafuta. Lakini by the time waliitwa kwenye mkutano, walienda wakakubaliana na wakapewa zao, wakarudi barabarani. So tena saizi ni wananchi wameanza kulaumu serikali. Nataka kuambia wananchi hivi, ile mgomo ilikuwa mgomo ya watu wa matatu, haikuwa mgomo ya wananchi. So wananchi, kama sekta ya matatu ilishaelewana na serikali, wananchi sasa sisi pia ni muda wetu tuamue ya kwamba nauli hatupandishiwi, na sisi pia tuandae mgomo wetu. Maana watu wa sekta ya matatu ishachukua pesa yao wameweka kwa mfuko. Hata hii ushuru tumeongezewa kwa mafuta, kuna ile percentage inawaendea, ambapo wasitupimanisha akili ya kwamba mazungumzo bado inaendelea. Washamaliza na wamekubaliana, na kuna share watakuwa wanapewa kwa hii mafuta yenye imepanda. So sisi pia kama wananchi tukatae kuongezewa nauli. Hiyo ndio itakuwa suluhisho kwa watu wote. Lakini serikali kwa ujumla, kuna sekta zingine unaweza sema ziko na shida, lakini serikali kwa ujumla nayo inafanya kazi. Maana tukiangalia maendeleo inaendelea nchini kote, kama affordable houses zinajengwa Kenya mzima. Ile kitambo tukiwa na ile serikali nyingine iliyopita, ilikuwa kaunti ya Nairobi peke yake. Lakini kwa saa hii tunaona kila kaunti mambo na affordable housing inaendelea, mambo na kujenga viwanja zinaendelea. Kwa hivyo tunataka kuinua talanta pia, ndio maana viwanja zinajengwa kila kaunti. So serikali kuu inafanya kazi na serikali kuu iko sawa, na mambo ni two term. Kwa wale wanapinga two term, wakuje na agenda zao, wakuje na track record yao, alafu watu wapatane kiwanjani. Asanteni.